Na karibu tena mtazamaji katika kipindi yanayojiri. Kumbuka tunazungumzia masuala ya jamii ya Ogiek. Studioni nipo naye Christopher Kipkonesi ambaye ni mwenyekiti wa jamii ya Ogiek, wa programu ya maendeleo ya jamii ya Ogiek kwenye kaunti ya Nakuru, lakini pia nipo naye Joseph Kaila ambaye ni katibu wa baraza la wazee wa jamii ya Ogiek hapa nchini ama katika kaunti ya Uasin Gishu. Tulikuwa tunazungumzia mambo mengi tu kuhusiana na uamuzi huu wa mahakama ya Afrika ya haki kule jijini Arusha, Tanzania, ambao unaonekana kuwa uamuzi wa kihistoria sana hasa kwa jamii ndogo. Upekee huu katika uamuzi huu unajikita wapi hasa, tukianza na Kaila? Kwa kweli sisi kama jamii ya Ogiek tuliweka utaratibu kabisa kuuliza haki yetu kama jamii ya Ogiek. Hatungependa serikali, hatukuiweka kwa sababu ati kusindana na serikali. Ni kueleza serikali ama kuuliza serikali haki yetu ama kama jamii zingine za Jamhuri ya Kenya. Kwa sababu ardhi yetu imetoweka na ikatowekea mikono ya serikali. Ndio tukaenda utaratibu huo. Ya kwanza tumeanzia African Commission pale Banjul Campion. Tukakuja African Union pale Ethiopia. Tukakuja African Court. Ndio ikatoa uamuzi vizuri. Mlifuata utaratibu wa kisheria kutokea hapa nchini Kenya. Mlienda mahakamani hapa nchini. Tulienda mahakamani hapa nchini Kenya. Haikuwezekana. Yes. Tukaandika memorandum yetu ikaenda African Commission Banjul Campion. Tukakuja hivyo mpaka African Court. Mlifika AU. Tukakuja African Court. Kukuja African Court wakaonekana kwamba hii ni jamii ya utulivu na ako na shamba yao, ako na ardhi yao, ako na lugha yao, ako na culture yao ambao wanafaa kuishi kama jamii zingine. Na mpaka leo serikali hawajetekeleza hata moja. Na ndio tunauliza serikali siku ya leo tukiwa studio hii ya kwamba hata moja kugazette recognition of the community. Kwa nini Makonde yamekuwa recognized? Jamii zingine ndio jamii ya Ogiek haijatambuliwa rasmi. Haijatambuliwa rasmi. Na sisi ni jamii ambayo tuko na ardhi. Tuko na lugha yetu. Tuko na tajiri sana. Hewa mzuri inatoka katika shamba yetu. Maji nzuri, dawa nzuri inatoka katika shamba yetu. Hivi kwa haraka tu Kipkonesi. Jamii ya Ogiek ina takriban watu kama ngapi? Hatujapewa wakati mzuri, takwimu nzuri ili tuweze tuchukue katika ile rekodi, lakini hapo awali ilikuwa kitu na imekaa na tunazidi kusahana. Na walikuwa ni kama watu 52,000. Na kwa sababu hatujafanya, kama serikali wangetupatia ruhusa tuweze kufanya census kama jamii ya Ogiek, ingekuwa jambo bora ili tujuane, kwa sababu ni mambo rahisi. Kwa sababu tunachukua katika kaunti ya Narok kuna baadhi ya baraza la wazee ambao wanaweza nakili jamii ya Ogiek ni ngapi. Tukikuja Nakuru itakuwa vile tunaenda Baringo vile, alafu tunaenda Kericho na tunaenda Uasin Gishu na Nandi. Na tuweze tusanye zile data zote tuzilete pamoja. Na itakuwa ni bora kwetu kwa sababu sisi wenyewe tunajuana. Tunapita clans. Kwa sababu hatuingizi mtu mwingine, sisi wenyewe tunapita clan. Kwa hivyo tunajijua sisi wenyewe. Hata tunapoketi kwa mkutano tunajua huyu mzee Kaila ni wa uko hii, mimi ni wa uko hii, mwingine ni wa uko hile. Kwa hivyo hata mtu mwingine kuingia ndani ni vigumu. Manake nakumbuka jamii ya Makonde ilitambuliwa hata ikapata stakabadhi za utambulisho kama vile vitambulisho vya kitaifa. Lakini mko na vitambulisho? Tuko na vitambulisho vya kitaifa. Lakini askabati zile ya shamba letu hatuna. Hatuna. Na ndio ingefaa serikali yetu kutokea kaunti letu la ambao tunamoka ili tupate ama kutambuliwa pale hata uongozi. Tuseme ni mzee ametaa ndio kiongozi pale. Lakini kufikia mahali ndio unaona jamii ya Ogiek achetambuliwa vizuri. Yes. Hivi kipi kifanyike? Kipi ambacho kifanyike ama serikali ifanye ili tuseme kwamba ili wewe kama kiongozi wa jamii ya Ogiek kuseme tumepata haki? Hiyo itakuwa ni sherehe kubwa kama serikali ata-implement kesi yetu ambayo imekatiwa pale African Commission. Unamaanisha kwa mapendekezo yote tu siku ya leo hata kama ni sahihi. Hatuna neno lingine na serikali ya Kenya. Kwamba jamii ya Ogiek ipewe ardhi yake? Ipewe ardhi yetu, itambuliwe rasmi, arudishe vidia zetu. Na ihusishwe katika maamuzi ya ardhi yao. Kila kitu, na tutakaa vizuri kama jamii zingine wa Jamhuri ya Kenya.
Kipkonesi unasemaje hapo? Kipi ambacho kifanyike ndio useme kwamba alhamdulillah jamii yangu sasa hivi? Jambo muhimu katika mazungumzo haya ni kwamba sisi kitu ya kwanza tunahitaji ardhi. Ya pili tunataka pia tupewe fidia ya 1,157,850 milioni ya kufidia jamii Ogiek kama vile koti ya Afrika ilipowaagiza 580 157 million 850,000 kwa jamii ya Ogiek. Kwa jamii Ogiek peke yao. Ambapo tangu itolewe hiyo uamuzi, serikali wa Kenya hakuna wakati wameketi chini na kusema, na hebu fikiria kutoka 26 Mei 2017 mpaka wa leo, na wajaketi chini kusema hawa jamii wako na wazo gani. Hakuna wakati amewahi kutuita kutuuliza nyinyi mko na wazo gani katika hii mambo yenye ya kezi. Wanasoma tu kezi na kuweka kwa meza. Hata nchi za nje wanatutambua sisi kama jamii Ogiek kuliko serikali yetu ya Kenya. Kaila amesema kwamba ilivyo kwa sasa kwamba hakuna mkakati wote ambao kwamba mchakato wote ambao umeanza, lakini tumeshuhudia hapa kwamba afisa wa tume ya kitaifa ya ardhi NLC, National Lands Commission, akizungumza pale, alikuwa Mau pale, yes, akizungumza kuhusiana na ardhi hiyo, yes. Walikuwa wamekuja kujadiliana na nyinyi ama ilikuwa wamekuja kuanzisha mchakato wa nyinyi kupata haki? Asante sana kwa yule. Nafikiri ulikuwa hapo. Hata mimi nilikuwa pale. Alikuwa anatembea kote hizo counties. Huyo alikuwa ni CS, former CS ambaye ni commissioner wa lands. Unajua sectors hawajawahi kukutana wote ambao wanahusika. Hawa ni kutoka National Land Commission, NLC. Sasa NLC hawezi peana shamba, ni kama wanachunguza jinsi mlikuwa mnakaa, alafu anafoa kwa Ministry of Lands, ambao mambo zetu zinakwama pale, zinakwamia Attorney General, inakwamia kwa Kenya Forest Service, inakwamia kwa Ministry of Environment, Forestry and Climate Change. Hapo ndio wao wote kama wangeketi kama serikali yetu ama wakilishi wetu wa jamii, si jamii ya Kenya ama sekta za serikali, sisi atungekuwa wamemalizia sisi. Sasa kila mmoja wao kwanza Ministry of Environment ameform task force nyingi sana ambayo ametembelea kuhusu swala hili. Kuhusu swala hili wanatembea tu, hata utegelezi atuioni. Tobiko alikuja kama CS wa environment, ndio akatekeleza task force wake, wakakuja wakatembea kwa jamii kupoteza pesa za umma ama za shirika bila hata kutekeleza hata moja, hata kukaseti. Kila moja anakuja anatekeleza yake. Commissioner alikuja ground kwanza. Wakati alipofika kaunti ya Uasin Gishu ilikuwa tarehe 8 mwezi wa 8 2023 mpaka 2023 hatujasikia ripoti yake. Yes, ina maana kwamba uamuzi huu basi unaendelea kucheleweshwa hivi. Ikiwa uamuzi huu utaendelea kukaa namna hii bila kutekelezwa, jamii ya Ogiek inawaza nini kuhusu kuhakikisha kwamba maamuzi haya yanatekelezwa? Manake ukiangalia uamuzi jinsi ulivyotolewa na mapendekezo yake na pia juhudi ambazo zimekuwa, juhudi finyu sana zimekuwa, lakini jamii ya Ogiek yenyewe inalenga kufanya nini ili hakikishe kwamba inapata haki? Ni asanti sana. Jamii ya Ogiek hakuna ile jambo amefanya juhudi kwa kila njia. Nimefanya kila kitu kinachohitajika kisheria. Mpaka tukakuja maandamano Nairobi hii kiongozwa na our able director Mr. Daniel Kobei. Akaongoza maandamano, na unajua ni mbinu za kueleza serikali ya kwamba tunafinyika kwa njia hii na hii. Lakini hiyo kilio chote haikuweza kuchukuliwa kwa njia ya maanani. Na ndipo tunaomba serikali wetu tukufu ya kwamba sisi kama jamii Ogiek tutekelezewe mambo yetu ya jamii Ogiek, na ili kusudi tuweze kusome. Kama unaona mtangazaji, tukizungumza sahihi, sisi kama jamii Ogiek si wale jamii wa zamani katika masomo. Kuna watu wamezoma wako na madigrii, lakini hiyo degree yao inawekwa katika sanduku tu katika kule kuboma zetu, kwa sababu ni nani angekushika mkono ili kusudi upate hiyo kazi. Kwa hivyo hata tunaeleza serikali ya kwamba hata wale youth ambaye tuko nao
serikali wapatie kazi, kwa sababu kuna ile kitu inaitwa affirmative action, ili kusudi sisi tusiwe tunazeeka na watoto wetu bado wako pale. So hiyo ndio ombi letu kubwa sana. Kaila, nikija kwako, hivi unahisi ni kitu gani ambacho serikali kinashindwa kukifanya kwa ajili ya jamii hii? Manake uamuzi ushatolewa, mmeenda katika taasisi zote za kisheria kupigania haki yenu, maamuzi yamekuwa kitolewa in your favor, lakini kufikia sasa hivi bado mnasema kwamba hakuna kitu ambacho kimetekelezwa, isipokuwa tu taasisi moja inakuja nazungumza na wakazi, nyingine inakuja nazungumza na wakazi, ripoti, majopo yamebuniwa. Hivi ni kipi ambacho unadhani kwamba hii serikali labda inahofia kufanya kitu hiki? Unahisi kwamba kuna kitu kama hicho? Asante sana hapa studio. Kweli tunaona ya kwamba pengine serikali inaokopa kwa sababu walifanya makosa. Walifanya makosa kubwa kuondoa jamii. Hata ukiangalia zile askabati ama supporting document ambazo sisi tuko nazo. Serikali anaona vibaya sana kutekeleza, kwa sababu pengine ukiangalia kwa vile eviction. Eviction haikukuja tu kuambiwa wewe hebu toka twende pale, no, ama kuondoka. Alikuja na nguvu zote. Ilikuwa lazima. Kwa lazima hata kuchoma manyumba ya kwanza. Hata sazimwani ni kubomoa. Hata ajui masele ya mtoto, mama mjamzito, mzee mkongwe, mtoto wa shule. Hata hawakuwa natekeleza wajibu huo. Walikuwa tu naona ni kama hao jamii wako hapa kimakosa, kiadui. So sijui wanaokopa kuangalia jinsi walivyofanya. Kwa sababu sisi tumeshinda kesi. Na sijui ni Attorney General anakataa ama anafanya nini. Saa hizi tungekuwa tunaishi kama jamii zingine katika eneo letu. Na mimi nataka niulize jambo hili. Vile umeniuliza vizuri. Kwa sababu sisi hatu kutoka Mau pande hule. Upi? Hatu kutoka Mau pande hii. Hatu kutoka Mau pande ile. Sisi tumekuwa Mau ndani. Mlikuwa mkiishi ndani ya msitu tangu chati, tangu inji iumbwe tumekuwa pale. Hatu kuhamia mababu wa mababu zenu. Tangu hata minister, hata wizara, hata before colony tumekuwa pale. Hata serikali ya kunyakuzi, hata wakati ya serikali yetu tukufu ya Kiafrika tumekuwa pale. Na sijui tulifanya makosa gani kwa serikali ama kwa Mungu. Sasa tunajiuliza mambo mawili. Sijui serikali amekataa kutekeleza kwa sababu tulikosea Mungu ama tulikosea serikali, anawajibu ama namna gani? Kuna watu wambili amba sisi kama jamii ya Geto tunawaza sasa. Tumekosea Mungu kuishi hapa sehemu ambayo tunatoa maji mingi, hewa mzuri. Unajua sasa maji za pale iko na dawa mzuri kwa sababu ya ile mizizi ya miti. Sasa hiyo ni dawa ambayo inatutibu. Lakini sijui tulikosea wapi, kwa sababu tukiama pande ule ni Masaini. Tukienda pande ule ni Kipsigis. Tukikuja pande huu ni Nakuru na kwenda Tuge na Keyo. Sasa hapa ni kwetu, tumekosea nani? Tutakuja tuzungumzie baadaye kuhusiana na manufaa ya nyinyi kuishi ndani ya msitu ile ambayo mlikuwa mkipata hasa jamii ya Ogiek. Lakini nije kwako Kipkones, mmesema kwamba mmewasilisha malalamishi katika taasisi mbalimbali na mkapigania haki yenu kwa mjibu wa sheria. Lakini haya maamuzi ambayo yanatolewa na hizi taasisi za kisheria, mmekuwa mkiyashinikiza kivipi? Au mmekuwa mkiyapeleka kwa taasisi, kwa serikali kwa njia gani? Maanake unaweza pata uamuzi halafu kisha usubiri tu kwamba serikali itatekeleza. Mambo kama haya pia hufanyika, lakini iwapo serikali yenyewe inajua inachotekeleza. Lakini ikiwa wewe unapiga, tuseme kama mwanaharakati, ikiwa wewe unapigania haki fulani, ukishapata uamuzi, kuna zile mbinu za kushinikiza mapendekezo yale kutekelezwa. Hizi taasisi mlizokwenda ni zipi, kando na mahakama ya haki Afrika la kando na AU? Hizi za hapa nchini, je, haya maamuzi ambayo yamekuwa kitolewa mmekuwa mkiashinikiza kwa namna gani? Ni asanti sana.
Sisi kama jamii ya Ogiek tumekuwa tukienda maofisi ya serikali, tumeenda ofisi ya ACC, tumeenda ofisi ya DCC, tumeenda ofisi ya County Commissioner, tumekuja mpaka tukaingia ofisi ya State Council tukisinikisha ya maneno kwa kupitia mabarua ambazo tumeziandika petition. Lakini ninaangalia kwamba serikali wako na wajibu ya kwamba wanataka kukawia hii kesi, ni binu za kutunyima, kwa sababu hii serikali, kumbuka ya kwamba hii kesi yetu ilianza wakati ya rais wetu Moi, imekuja wakati ya Kibaki, ikakuja wakati ya Uhuru, mpaka saa hii iko serikali ya Ruto. Na katika hizo serikali zote jameni, hakuna mtu alikuwa na huruma hata moja. Tangu 1963 Kenya ipate uhuru, sisi wenyewe serikali ni kwamba hawatuoni. Kwa sababu ninashangaa kwamba watu wake wanalia kwa barabara wakidai haki yao, na wanajua hiyo haki iko wapi. Si eti kwamba DCC hawakujagi kwetu, wanakujaga kwetu. Na tunaeleza hii ujumbe ni kama tunabeba katika mawazo yetu yote ya kwamba hii ni ardhi yetu, mtutekelezee. Lakini hakuna mtu anashughulika hata wasai. Na tunashangaa kwamba wengine ambapo ni majirani zetu wamekuja na pia wamefanyiwa 1, 2, 3, wameweka hata mpaka division, watoto wao wanaandikiwa kazi kule. Lakini kwetu iko na shida, iko na shida kubwa. Hata unaangalia kwamba mheshimiwa ya kule anakuja anapitisha sisi stima na kupeleka mpaka msituni na kuacha sisi nyuma. Sasa tunaangalia tuko na shida gani? Nafikiri unakuja katika swala uwakilishi ambalo pale wale tumelizungumzia, japokuwa tumelizungumzia juu tu. Nije kwa Kaila sasa, swala hili la uwakilishi. Katiba inasema kwamba ikiwa mimi nitashinda kiti cha kuwakilisha jamii, basi napaswa niwakilishe jamii zote hizo, bila kujali jamii hii ni jamii gani, hii ni jamii gani. Alimradi tu mimi nimeingia katika bunge la kitaifa ama nimeingia katika bunge la Senate na kuwa kiongozi wa eneo ninaloliwakilisha kwa mujibu wa katiba. Je, hizi memoranda, haya maamuzi yameshawahi kuwafikia hawa viongozi ambao wanawakilisha? Kweli imeshafikia. Hata sio memoranda peke yake. Kuna macho ya kuangalia ya kwamba hawa ni jamii fulani ambao ingefaa kutekelezewa hii 1, 2, 3. Tangu uhuru tumekuwa pale ndani ya msitu. Tumekuwa na viongozi wa tabaka mbalimbali. Tuko na ya angao, tuko na ya wanasiasa, na pia nafikiri ni jinsi ya mmoja wetu ambao haitoki kwa jamii. Kama ingekuwa natoka kwa jamii, ingekuwa ni mmoja ya kurahisisha kazi zetu ama representation yetu kama jamii ya Ogiek. Unaona sasa, kama yule anawakilisha, kuna jambo ambao pengine familia yangu haitoki kwako. Hiyo ndio pengine watu wengine huwa wanafanya. Hata ukifikia pale uongozi, unasikia mtu anasema naenda kupigania rasilimali fulani, sikuja hapa nyumbani. Saa ngapi atanipigania na pengine anatoka katika jamii hiyo. Hiyo ndio shida ambayo ziko. Na kama ingefaa every community in this republic were represented. Yes. Bila shaka ni mazungumzo ambayo yanagusia jamii ya Ogiek, masuala muhimu sana kwa jamii hii. Tulikuwa tunazungumzia kuhusu faida ambazo hii jamii ya Ogiek imekuwa ikipata inapoishi katika msitu huu, japokuwa mnasema kwamba si ati mlikuwa mnaishi katika msitu wote. Hizi faida ni zipi? Manake sasa hivi kuna huu msukusuku ambao unaendelea. Uamuzi wa mahakama ambao umetolewa haujatekelezwa. Mmeathirika, mmetaja kwamba baadhi ya miradi inapitishwa katika eneo lile, ikienda katika maeneo mengine. Mmetaja miradi ya stima, lakini pia miradi mingine. Sasa hii jamii ya Ogiek ambayo inaishi sasa katika eneo hilo inazungumziaje uwakilishi wa leo? Asante sana. Kuhusu hii ardhi yetu ambayo inahusu rasilimali zetu kutoka ndani ya msitu, kuna jambo ambayo inaitwa Environmental and Conservation Policy ambayo inatuadhiri kama jamii ya Ogiek. Wanatekeleza hiyo policies ambao hatuhusishwi. Na kama wangehusisha baraza la jamii ya Ogiek,
kungekuwa na suluhisho fulani. Kwa sababu saa hizi pale wanaguza miti ama wanafanya logging pengine mambo ya sawmills, mambo ya nini, na inatoka kwa shamba hilo. Na sisi wenyewe wenye shamba hilo hatufaidi. Naona jambo kama hilo sasa. Sasa naona serikali anaona ngumu kwa sababu serikali wenyewe ndio wanafanyia biashara. Kama carbon credit. Carbon credit ewa mzuri ambao inafungwa. Na sisi kama jamii hatufungi. Serikali ndio mabalazi ya kufunga hiyo kitu. Kama percentage fulani ingekuja kwa jamii, sisi tungefaidika hata kusomesha watoto. Lakini serikali inasema baadhi ya kigezo ni kwamba inataka kuhifadhi mazingira. Kwamba nyinyi mkiondoka, msitu utaendelea kunawiri, hewa safi ipatikane. Na serikali, asante sana, serikali sehemu zote, nimesema hata kuhusu mfano ya Nairobi, hakukukua. Hata kama kuna mtu ako na pointi 2, aweke miti 3 mbale kuiweka misitu yake. Lakini shamba yetu kama jamii ya Wagie, sisi ni watu ya misitu. Hatuhusiki na mambo ya ng'ombe, hatuhusiki na mambo ya nini. Kama pale saizi ndio inatoa hewa mzuri, inatoa maji mzuri, hiyo ni shamba ya mlime ndani ya msitu. Ama kule mwe mnafanya shughuli zenu ndani ya msitu kwa manufaa yenu, lakini pia kwa manufaa ya msitu. Yes, saizi kama jamii ya Wagie, sisi ni watu ambao tunaishi pale. Chakula chetu ni asali. Na hata hiyo shamba letu pia kuna wanyama ambao wanaishi ndani. Chochote wanaishi ndani. Unajua kila kiumbe kama CPC directive, unajua kila mmoja wa jamii amewekwa na Mwenyezi Mungu kulingana na vile walikuwa wameumbwa pale. Huwezi toa Mturkana kulete Mau. Ataumia kwa sababu ya ubaridi. Huwezi toa mtu ya Samburu pale kulete hapa Limuru. Ataumia kwa sababu ni baridi, ataona umemdhulumu. Na kwa hivi sasa unaona serikali anatutoa ndani ya shamba letu. Sasa hiyo ni kama ni dhuluma kubwa, na tumeenda kotini tukauliza hii na hii kwa nini haitekelezwi? Yes. Kwa kuongezea na vile amesema ni kwamba shirika la Ogiek People's Development Program kushirikiana na Kenya Forest Service wamewahi kupanda miti, na saa hii imefika kiwango ya kama serikali wangeza kuvuna, imefika hiyo kiwango. Kwa hivyo tulishirikiana pamoja tukiongoza, tukionyesha serikali ya kwamba sisi ni watu ambaye tungependa tuhifadhi msitu, na tukipewa nafasi zaidi tunaweza endelea zaidi katika hii 6 counties kwa sababu sisi ni watu ambao tunapenda mazingira. Kwa hivyo serikali pia watupatie nafasi na atupatie sehemu ambaye tunaweza ikuwe ni kama benchmarking katika jamii Ogiek. Kwa sababu sisi ambapo tumewahi kujaribu kidogo na imeonekana, na saa hii inaendelea. Na kwa hivyo sisi ni watu ambao tunaipenda mazingira. Na tunaipenda mazingira kwa sababu tulipata ikiwa hivyo. Mlipata ikiwa hivyo. Yes. Kabla muanze kuishi ndani ya msitu huo. Tulipata. Na kabla hujaendelea na kuongezea na hayo ni kwamba Ogiek hawana ile mashini ya kukata miti. Hawana ile power saw, hawana sawmill. Kwa hivyo hakuna siku hata moja wewe sema ati unaweza maliza msitu na shoka. Ogiek wanapendaka kuenda kuchuma kuni, kuchukua ile imekufa katika msituni. Si hali ya kukata. Lakini kwa kusinikisha ya kwamba Ogiek wanaharibu msitu kwa sababu walitupata kule ndani. Lakini wenye wamekuwa na power saw, wenye wamekuwa na sawmills ndio wameharibu hiyo msitu ya Ogiek. Na tumekuwa hapo tukishuhudia. Na kwa sababu hatungekuwa na semi, tuliwache ikienda hivyo. Tunapiga nduru lakini hakuna mwenye atatusikiza. Ningependa niongezee moja. Kama Chief Conservator of Forest angekuwa anafanya research kuhusu ni nani ndio wana misitu, sisi tungekuwa hata na 30 to 40% kwa vijana wetu ambao wanaajiriwa kuhifadhi hiyo msitu shamba letu. Lakini kwa sasa hata tukiongea wanaohifadhi wanatoka wapi? Hatuna hata moja. Si wanatoka tu Kenya. Lakini si wa jamii ya Ogiek ambao wanaishi katika eneo hilo. Hakuna hata moja ambao wanaishi anatoka sehemu hiyo. Tungepata 30% ambao wanahifadhi hiyo shamba letu, tuliweka shamba letu ikawa misitu, lakini si misitu, ni shamba la jamii ya Ogiek ikawa ni msitu. Lakini hatuna hata vijana 2 3 ambao wanahusika kwa kuhifadhi hiyo mazingira. Asante sana. Ni Joseph Kaila ambaye ni katibu wa baraza la wazee wa jamii ya Ogiek, akiwa na Christopher Kipkonesi ambaye ni mwenyekiti wa mpango wa maendeleo wa jamii ya Ogiek katika kaunti ya Nakuru, bila shaka kama sijakosea, ama Ogiek kwa jumla, tukizungumzia masuala haya kuhusiana na uamuzi wa mahakama ya Afrika ya haki kuhusiana na
jamii ya Ogek ambayo ilipata kule jijini Arusha nchini Tanzania. Ni mengi tu ambayo tunaendelea kuzungumza, bila shaka mtazamaji. Cha msingi tu usiende mbali, maana tukirejea tutakuwa tunakamilisha mazungumzo haya na pia tutakuwa tunazungumza mengi tu katika mkumbo huu wa kuweza kumaliza mazungumzo haya. Tupate mapumziko mafupi kwa sasa hivi, tukirejea ni mazungumzo zaidi. Usiende mbali. Naam, karibu tena mtazamaji katika kipindi chetu cha Yanayojiri, tukizungumzia masuala mbalimbali tu kuhusiana na jamii ya Ogek, vile vile ule uamuzi wa mahakama ya Afrika ya haki kule jijini Arusha nchini Tanzania, ambapo studioni nipo na Joseph Kaila ambaye ni katibu wa baraza la wazee wa jamii ya Ogek, lakini pia nipo naye Kip Konesi ambaye ni mwenyekiti wa mpango wa maendeleo wa jamii ya Ogek, tukizungumzia masuala mbalimbali. Na moja kwa moja tu nitakuja kwako Kaila kuzungumzia tukiendeleza mazungumzo haya kwamba unahisi kwamba ni nani ambaye ana mamlaka ya kutoa utatuzi wa umiliki wa ardhi hii ya jadi ya jamii asili hapa nchini? Asante sana. Manake kama ni mahakamani mmeenda, taasisi mbalimbali mmeenda, lakini unahisi kwamba ni nani ambaye hasa sasa hivi akipata ujumbe huu, akitaka sasa hivi mpate haki yenu, anaweza tekeleza? Asante sana. Malilio yetu kama jamii ya Ogek kutoka kaunti hizo ambazo tumezitaja ni kulilia His Excellency the President, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Yeye ndio mwisho wa kutekeleza mambo kama haya. Kwa sababu wale ambao wanaajibika kama wizara ya ardhi, kama ofisi ya Attorney General, yote inakuja mpaka ofisi ya President. Na tungeomba siku ya leo, sisi hatu kuenda kesi uadui na serikali, tulienda pale kuonyesha ukweli na wajibu wa jamii zetu, ili tuweze kutekeleza maendeleo ama kujiunga na jamii zetu wa Jamhuri ya Kenya. Moja, katika maidara zetu ama idara za Kenya, kuna wizara ya utamaduni na huduma za jamii. Na utamaduni sahizi imeadhiri sisi kama jamii ya Ogek. Na ndio unaona tunalilia rais. Imeadhirika kama utamaduni zetu, imeadhirika kama lugha yetu. Sahizi ni alitudisapia kwa sababu assimilation kwa wale ambao tulihamia kule inapoteza lugha yetu na haki yetu. So siku ya leo ningeambia rais na wale wa wizara ambao wahusika watekeleze sisi wajibu yetu, hata kama ni leo hii hatuna chochote wakaset mambo yetu ama implementation ya mambo yetu. Hiyo ndio kesi ambao ama hiyo ndio mambo zetu ambao tunaelezea serikali. Kip Konesi, Kaila anasema kwamba mamlaka ya mwisho kabisa ni rais, aliyepo mamlakani Rais William Ruto sasa aweze kuingilia kati tu, amue tu ingilie kati ili jamii ya Ogek ipate haki. Hivi wewe unazungumziaje swala hilo? Lakini pia ukifikiria hivyo, nikuulize, unahisi kwamba kucheleweshwa huku kutekelezwa kwa uamuzi huu ambao ulitolewa kwa jamii ya Ogek kuna athari gani kwa zile jamii ndogo ndogo nchini? Maanake zipo nyingi zile jamii ndogo ndogo nchini. Ni asanti sana. Asa mimi kuona kwangu na vile pia jamii wanawaza ni kwamba President anadanganywa, hajaipata habari kamili kuhusu mambo ya jamii Ogek. Na ndiposa ningeomba President mwenyewe Dr. William Ruto aweze kutoa amri kupitia ofisi ya land, kupitia ofisi ya Attorney General mpaka kule mashinani, wazee waketi chini na serikali itoe mwelekeo. Jambo lingine ni kwamba hii kesi ikicheleweshwa ni njia moja ya kunyima watu haki yao. Na hata wale jamii ambao hawajai kwenda kotini, itaonekana hata miaka zingine 50 kwenda mbele hawataweza kupewa haki yao. Na hiyo ndio tunaona, kwa sababu hii kesi yetu ambaye tumepeleka kila mahali ni kesi moja ambayo ni ya kihistoria katika Kenya na duniani kote. Tunaelewana? Na ndiposa tunasema President wetu Daktari William Ruto, tafadhali tunakuomba kwa unyenyekevu, tekeleza hii kesi ya jamii Ogek mara moja na iishe, kuliko tuwe tukilia, tukipiga nduru kwa barabara, tukiingia kwa magazeti, tukiingia kwa runinga, tuonyeshana ya kwamba tunalia haki yetu
tutekelezewe. Na diposa tunamwambia kila idara ambao husika ya kwamba mpelekeni president ujumbe mzuri. Na wewe Daktari Korir, CS ya Land, pelekea president mambo yetu kwa njia safi na umwambie jamii wanataka kesi yao itekelezwe. Sio kesi zingine ndogo ndogo ambaye inachipuka hapo na pale atiku inakuja inasidi zile zingine. Tunataka ile kesi ya Afrika Mashariki Arusha case itekelezwe mara moja. Iwapo jamii hii ya Ogeki na jamii nyingine ndogo ndogo ama jamii asili nizipate haki, hivi serikali unahisi inapaswa kuweka uzito gani katika kufanikisha hilo? Kaila. Asante sana. Manake kama ni majopo umesema yamebuniwa, mahakama nimeshakwenda mwasilisha memoranda, maamuzi wanayo. Naamini hata katika mahakama Afrika Mashariki pia ilikuwa kesi dhidi ya Ogeki na serikali. Wanazo hizo zote. Sasa ni uzito upi tena uwekwe kando na yule ambaye ana mamlaka, lakini uzito upi ambao uwekwe ili jamii hii sasa iseme kwamba hapa kweli kuna mwelekeo? Ningeomba rais mwenyewe, kwa sababu yeye ndio kiongozi wa taifa, kwamba wale wahusika ama idara wale ambao wanahusika na sile pale chini wahusishwe na kutekeleza kama ni chopo ili waweze kupata ukweli ya mambo. Jopo jingine? No, sisi kama jamii ya Ogeki kuna machopo ambayo ni za serikali. Sisi kama jamii tuko na Council of Elders ama wale ambao wanahusika ama representatives wa jamii ili tuweze kufikia His Excellency the President. Kwa sababu mambo yetu yote haifikii rais kwa sababu ile hatuna ile uwakilishi. Unaona sasa? So tungeomba hiyo kwa serikali yetu tukufu. Kwa hivyo yale majopo ya zamani na mikakati ambayo yote ilikuwa ikifanywa, jamii ya Ogeki haikuwa na wakilishi ndani yake? Tulikuwa na wakilishi ya nje, lakini wao wanatekeleza. Hatukuwa na ndani ya jopo. Ndani ya jopo hakuwa na mwakilishi? Hawakuwa na mwakilishi wa jamii ya Ogeki. Wanakuja tu kama serikali ama shirika fulani ati kutembelea Ogeki, ati nani amefanya hii, nani alitekeleza hii, nani alifanya hii. Lakini hatukuwa na mpangilio ama mikakati mzuri kutokea dialogue yetu na hiyo chopo. Una lolote la kuongezea? Jamii ya Ogeki mambo yao ni rahisi sana kutekelezwa, kwa sababu ukienda Narok, ukienda Sasimonic ni shamba ya jamii ya Ogeki ambao wanaweza tekelezwa bila hata kupitia mali kwingi, na pia community title deed ili kusudi ile shamba isiweze kuuzwa na mtu yote, ishikiliwe na jamii katika ile title moja. Ikuje pia vile vile Nakuru County wapatiane pia community title deed ya Nakuru County. Waende Baringo vile vile wapeana title deed moja. Waende sehemu za Baringo wapeana moja mpaka wafike Wazingisho na wafike Nandi. Ili kusudi tunajua eneo zetu na tunajua boundaries kupitia ile lineage ya wazee. Tunaelewa ya kwamba shamba yetu ilikuwa ikipita hapa mpaka sehemu fulani. Kwa hivyo hatuwezi tukaruka sehemu kwingine. Na mambo ya Ogeki ni rahisi sana. Si hata tuhitaji hata mambo ya science, because tunaelewa kule vile tulivyo. Kwa sababu hata saa hii wenye walitolewa Sasimoni, hata kumwambia mtu rudi mpaka mahali ulipokuwa umetolewa, anarudi mpaka mahali pale. Anaelewa vizuri sana. Lakini kwa sababu umezuiliwa na utaingia, inabidi ukae nje, unyeshewe. Hata kama mama alikuwa na njia nzito, asalie barabara. Watoto wetu hata shule ilifurushwa. Hata ukiangalia kweli dhuluma za hali ya juu. Ukiangalia sehemu za Wazingisho, Wazingisho watu walifurusha. In fact na wakapewa sehemu za barabara kujenga. Mtu akisika, akikufa pia apewe nafasi kusika katika ile barabara. Kwa hivyo kuna baadhi ya jamii ambazo hazijarejea ndani ya msitu, hazijarejea katika msitu hadi sasa hivi. Wanaishi katika maeneo ambayo tuseme nisitumie neno maskota, lakini ardhi ambayo si yao halisi. Ni kama ninaenda kwa ndugu zangu, ninaomba makazi. Makazi. Kwa hivyo hakuna sehemu ambapo imesemekana leo wacha tutenge hii jamii tuweka hapa tukishughulikia mambo yao. Kwa hivyo inazidi tu ile lugha yao kuzidi kumezwa na kabila zingine. Na hivyo ndio tunasema tungependa kuhifadhi lugha zetu
jamii yetu, culture yetu na utamaduni zetu za zamani na pia sehemu ambayo tunaomba sehemu za kuombea. Kuna swala la haki za ulinzi wa watu asili barani Afrika ambalo linachipuka sana katika maamuzi haya. Sijui unanielewa Kaila, unanielewa kwamba ulinzi wa haki za watu asili barani Afrika. Yes. Yaani kama ni jamii ya Ogiek ilikuwa ikiishi, tuseme kama, acha nikupe mfano, jamii ya Ogiek imekuwa ikiishi Nairobi hapo awali. Sasa zile haki zenu ambazo mmekuwa mkizipata awali sasa hivi, ambazo mnasema kwamba labda sasa hivi zimekiukwa kutokana na maamuzi haya, Kip Konesi ameniambia kwamba hata baadhi ya jamii hizo hazijaweza kurejea ndani ya msitu, zinaishi katika makazi ya kukaribishwa tu na ni kwa muda tu. Hivi kuna familia yote hata moja ambayo katika jamii ya Ogiek ambayo inamiliki ardhi, ina stakabadhi halisi ya kusema kwamba at least inamiliki ardhi hata kama si msituni? Hapo singeweza kujibu kwa sababu wakati tulifurushwa Ogiek hawakuwa naishi sehemu moja ndio tuweze kujua ni nani anaweza kuwa na shamba ama umiliki kiasi gani. Mtu anaenda akijiendea kwa barua zake, lakini kwa ile ushirikiano wetu kama jamii kuuliza haki yetu, ndio unaona sasa ndio tunauliza haki. Kuhusu hiyo stakabadhi LR number kama ile za mashamba, hatujawahi kusema tumepewa hile tukapoteza. Hatujawahi kusema tulipewa lile tukapoteza. Na ndio nilisema hapo awali kwamba sisi jamii ya Ogiek tumekuwa hapa ndani. Hatujakuwa Nairobi tukapoteza Nairobi ndio tukamia Mau, hapana. Hatujakuwa mahali pale ingine tukapoteza ndio tukamia Mau, hapa tumekuwa pale ndani ya hiyo shamba. Na ndio ingefaa serikali siku ya leo kuketi na jamii ya Ogiek kuulizana kama tutaishi namna gani, kwa sababu kuna idara ya kama ya NEMA, kuna sehemu ya chemichemi, kuna sehemu ya misitu, kuna sehemu ya wanyama, kuna sehemu ambayo yani mjadiliane kuketi na serikali yetu tukuu, kwa sababu hawa ndio umbrella. Ungeketi na kusema hii misitu yenu ambayo ilipatiwa na mababu zenu inafaa sasa hii ikuwe ni mzuri ambayo itasaidia jamii zingine kama maji sasa. Hii maji yetu ambayo inatoka Mau inaenda Lake Victoria na inaenda mpaka kule Egypt. Tunaona hiyo ni faida kubwa kwa jamii zingine. Saa hizi hiyo hewa ambayo ina flow kutokea eneo lote la Lake Basin inasaidia kufuta ama kusaidia jamii zingine. Si ati tu tumefungia Mau, lakini kama tungeketi na wahusika kutoka idara mbalimbali ya serikali kusema nyinyi kama jamii ya Ogiek muishi hapa. Na mimi nataka nikuambie kuna hii Constitution 2010 Article 63 inasema community land. Hiyo ndio tunauliza serikali. Weka sisi, fungia sisi hapa kama community land ili tusione ama tusikue na tatizo na wengine. Article 27 discrimination. Saa hizi tunaishi nje, ni serikali anatutulumu. Ukiandika article 100, saa hizi tungepata representation. Ukiona representation kutoa hata tuulizi kwa nini hamjapata? Kwa sababu hata ukiangalia Kenya iko na International Minority Day. Na hapo tuko ndani. Hata ukiangalia Umoja Mataifa iko United Nations Declaration of Indigenous People. Wanafanyia Wasame community pale hata Finland, hata Uingereza, hata Sweden. Kwa nini Kenya haitekelezi kwa jamii ndogo ambao hawahusiki na mambo mengi? Na wako na ardhi yao. Si ati tunahamishwa. Ni tumekuwa pale ndio tunatolewa. Tunatolewa kinyume na sheria. Kinyume na sheria. Na kinyume hata kwa binadamu, kinyume hata kwa Mungu. Kuna swali umeuliza ya mambo ya stakabadhi ya miliki ya shamba. Kusema kweli, kama tungekuwa naye hatungeweza kwenda kotini, kwa sababu sisi zote katika kaunti 6 ni waso gani tulikuwa naye ndio tuende kotini kuuliza haki yetu. Na kama tungekuwa na ile hati miliki hatungeweza kwenda kotini. Kwa hivyo tunadai serikali atupatie haki miliki ambaye inashikilia jamii moja, ikuwe community title deed. Just ikuwe tu hiyo moja
sisi wenyewe tutaridhika na tutaitisha maendeleo katika kule title itoke kwamba hii ni ikuwe ardhi moja. ya jamii Ikuwe moja. isiwe ya alafu ndo baadaye ifanywe subdivision Sisi wenyewe ya familia moja baada ya nyingine. Lakini mpango unafaa kuendeshwa na serikali kwa kushirikiana na jamii. Ndio hivyo. Maana serikali ikisema inachukua ardhi fulani inainunua, itanunua, lakini baadaye itakuja itafanya subdivision ili wewe mimi nipate title deed yangu mimi. Lakini kwanza itainunua hiyo serikali, si ndio? Yaani kwamba waitambue kwamba hii ni ardhi ya jamii ya Ogiek. Kitu cha kwanza hivyo ndo nasema. Pili, sasa waje wafanye ule ugawanyaji wa ardhi kwa kila familia ndani pale. Ifanyike ndani pale. Na swali sasa, iwapo serikali itajitokeza, kwa mfano ijitokeze tuseme kwamba tumenunua ardhi mahali fulani, tunaomba muondoke mwende muishi mahali fulani, nauliza hivi na ipo na stakabadhi katika hiyo swali sisi kama jamii ya Ogiek ama mnataka ardhi nyingine, hatutaki ardhi nyingine badala. Ni muhimu ulikuwa uzungumza kwa sababu sisi wenyewe tunajua nyumbani. Na iwapo unaweza nunulia sisi, unatutoa sisi utupeleke wapi na tuko nyumbani. So mnataka ile ardhi yenu asili. Na ni sababu gani ututoe katika ardhi yetu utupeleke ardhi ya watu wengine? Sisi hatungependa hivyo. Kama vile unavyoelewa ya kwamba kila watu katika nchi hii ya Kenya kuna watu wako mahali anaitwa nyumbani. Na sisi kule Mau ndio nyumbani kwetu. Na hatuitishi shamba lingine badala. Yapo serikali waje atekeleze mambo ya jamii ya Ogiek kwa njia safi, njia ya kuelewana, na wahusishe jamii ya Ogiek kikamilifu. Tukimalizia Kaila, kauli yako wa mwisho sasa, tukimaliza kauli yako wa mwisho kabla tuende kwa Kipkones. Kauli yako wa mwisho. Asante sana. Kauli yangu ya mwisho siku ya leo, kwanza niko na furaha kufika hapa studioni. Sijawahi kufika hapa na nafikiri jamii yangu anatutazama popote walipo. Bila shaka. So uamuzi wangu siku ya leo ni kuelezea serikali yetu tukufu kufanya implementation kwa yale ambao ilipitishwa na koti. Hivyo mapendekezo yote itekelezwe hivyo. Na kama wako na ardhi ya kuweza kununulia, watekeleze wajibu yao nje ya Mau. Sisi kwetu ni pale, culture yetu ni pale, kuishi kwetu ni huko, kuketi na serikali ni huko. Mje mzungumze ndani ya msitu. Ndani, si misitu ni shamba letu. Ndani ya shamba lenu. Misitu ni ile imetengwa, kuna wanyama, kuna nini. Lakini yenye iko na pale mlipokuwa mkiishi. Ni shamba letu. Pale mlipokuwa mkiishi pale. Pale tulikuwa tukiishi pale, tuketi hapo tueleze hii na hii, atuletee teknolojia kusema hii. Neema anasema hii ni maji. Muishi hapa ni 50 meters kutoka kwa maji. Hivi msiende huko. Sisi tutaajibika na kuheshimu sheria ambayo ilizowekwa. Lakini kusema ati nihamishwe nipelekwe Turkana ama kupelekwa wale, kumaliza ni hivi. Unasema hiyo abadan hamkubali. Hiyo haiwezekani. Kufanya hivi. Resources ambayo inatoka kwa kila jamii saizi wanafaidikia. Ukiangalia Masai ni wao wamefika Singapore. Kwa sababu ameshikilia Amboseli. Singapore tena. Mpaka wapi? Singapore. Kwa sababu wanapata resources. Ukifikia sasa Turkana wako na mafuta. Ukifikia sasa huyo watu wengine kama Western, maanisha wana rasilimali zao wenyewe. Sisi tutapataje kama jamii yao? Sawa. Tuje sasa kwako Kipkones. Kauli yako ya mwisho, maana naona Kaila ana mambo mingi sana ya kuzungumza. Asante sana. Ya kwanza kabisa, wacha nishukuru jamii ya Ogiek kupitia ofisi ya Ogiek People's Development Program, ndio wametuwezesha tufika hapa. Na hasa ningeomba fursa pia niweze kushukuru bibi yangu ambaye ameniweka asubuhi ndio niweze nikafika hapa. Kwa hivyo ninamwambia kwamba endelea na kunichunga na tunaendelea. Jambo ambayo nataka kueleza serikali ni kwamba tekeleza kesi ya jamii ya Ogiek. Hakikisha kwamba umeweka katika Kenya Gazette notice ya kwamba hii ardhi ya Mau ni ya jamii ya Ogiek. Kila mtu ajue. Ya tatu, hakikisha kwamba wamehusisha jamii ya Ogiek kikamilifu katika kila mpango. Ili kusudi sisi wenyewe tusije kusema tuliongozwa na watu wengine. Tunataka tuko na viongozi
Tuko na viongozi ya Ogiek's People Development Program, tuko na Director Kobei, tuko na the Council of Elders, so-called Council of Elders, ikiongozwa na Mzee Sironga na wengine katika chapters. Kwa hivyo tukiketi pamoja, suluhu itatoka. Kwa hivyo namwambia President, tafadhali tunakuheshimu, tupatie ardhi yetu, wewe ndio umekalia. Asante sana. Ni Christopher Kipkonesi ambaye ni mkazi lakini pia mwenyekiti wa mpango wa maendeleo wa jamii ya Ogiek, lakini pia nilikuwa naye Joseph Kaila ambaye ni katibu wa baraza la wazee wa jamii ya Ogiek hapa nchini Kenya, akiwa anatoka katika kaunti ya Uasin Gishu. Bila shaka nimekuwa mazungumzo mazuri tu kuhusiana na awamuzi ule wa mahakama ya Afrika ya haki ambao ulizungumzia na kutoa mzi na kutoa mapendekezo kadhaa yatekelezwe kwa ajili ya jamii ya Ogiek kama fidia, kuweza kuhusishwa kikamilifu katika mchakato mbalimbali, lakini pia kuweza kurejeshwa katika ardhi ya asili. Ni baadhi tu yale ambayo tumeyazungumza hapa katika kipindi chetu cha Yanayojiri. Mtazamaji, nikushukuru sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi sasa hivi. Nikutakia utazamaji mwema katika vipindi vyetu vijavyo. Jina langu ni Sam Amani. Mchana mwema.